Ni kilio kinachosikika kutoka kwa wamama wa Kidigo, kaunti ya Kwale. Watu wote wasema hata wewe nayo pia useme. Mwachisuwa. Sura maji sana wago wagafinika tugagomba lakini rero inabidi ugagombe. Wendo wakubya china wako awamra sisa chetu achidigo no kimo. Wanasema akili ya mzee ni hazina, ila kwa Mwakisua ilibadilisha kauli hiyo. Hii ni baada ya mzee Mwakisua, mpambe wa gavana Mama Fatuma Achani, kuwakashifu na kuwafedhehesha wamama wa Kidigo ya kuwa wameathirika na VVU. Nyinyi wa Duruma mnaodanganywa na Wakamba, mukija kule Digo mukiona mwanamke mzuri akabeba vinono achitekana pendeza, usikupuke uyala ukimwi. Kauli hii iliwalazimu wamama wa Kidigo kujitokeza na kumtaka mzee Mwakisua aweze kuomba radhi ndani ya siku 3. Aidha, wamama hao waliuliza maswali ambayo kwa kweli ni ya kuibua mjadala. Kisuona wamra sisi no kimo. Wakati mayoni ni Mdigo. Iye gavana ni Mdigo. Lakini sisi na wamra uno kimo. Mwachishuana ukishiwa manoga kugomba maana sino kumanya utapeli wa kisiasa. Ili wewe Kilichoshangaza wengi ni kuwa kashfa hizi hazikuendea wamama wa Kidigo tu, bali hata zilimhusu gavana wa Kwale Mama Fatuma Achani, kwani naye pia ni mzaliwa wa Udigoni. Ila kauli yake ya kukaa kimya ilizua maswali mengi ya utata. Mwachisuona wamra sisi no kimo. Wakati mayoni ni Mdigo. Iye gavana ni Mdigo. Lakini sisi na wamra uno kimo. Mwachishuana ukishiwa mano. Kauli hii ya kufedhehesha iliwalazimu wasanii wa kaunti ya Kwale kumfikishia tungo za kumuuliza maswali bwana Mwakisua, alionekana akiongea kwa mbwembwe alipokuwa akitoa hotuba yake sehemu ya Kinango, kaunti ya Kwale. Nanyi mwasikiza hicho, mwacheka kama mazima, choki mtu chenu hicho, hakiwataki mema, kama ukimwi Udigo, twacheni tufe na boga. Wakwale hawakuishia hapo, bali hata waliibua maswali na kufichua siri zilizokuwa zimelala katika kaburi la sahau. Muwe kubakira mwana church chetu we tonanda na library Jomo Kenyatta uchichimbiru uchibia nini Warabuni. Abu bin Yusuf, Runinga Cambridge, Kwale, Kinango.